Forming Christ in the Believer. TV Grace International presents the ineffable words of God, the gospel of grace, on the lips of the man, Christ Jesus. Abba Father. Usiku mwema. Neno linaenda. Huu ndio mwito ambao Mungu ametupa. Hiki ndicho tunachosikia. Watu wa Kristo. Waraka wa kwanza kwa Wakorintho sura ya 2 mstari wa 16. Tumezungumza kuhusu umoja katika huduma. Lakini leo ni mada ambayo haijawahi kujadiliwa katika huduma hii kwa namna hii. Katika siku zilizopita tumegusa mada hii kwa ufupi na mitazamo tofauti. Wakorintho 1:2:16 inasema, kwa maana ni nani aliyemjua akili ya Bwana? Nani atamfundisha? Lakini je, mimi sina akili ya Kristo? Lakini sisi tuna akili ya Kristo. Ni vyema kujiuliza, ni nini akili ya Kristo? Nimekuwa nikisema tuna akili ya Kristo. Lakini je, ilikuwa kweli akili ya Kristo kwa ajili ya kukemea? Kwa mambo mengi, lakini sio kwa njia sahihi kama alivyofafanua Mtume Paulo. Inasema, kwa mfano, hebu tuone, swali ni nini akili ya Kristo? Hebu tuone Biblia inasema. Hatutaweka maoni binafsi, hebu tuone kile Biblia inasema. Waefeso 1:9. Waefeso sura ya 1 mstari wa 9. Tuko hapa. Haraka ndio. Mtume anasema alikumbana na uzoefu huu. Anasema akitufahamisha siri ya nini? Pablo anasema nini hapa Bwana? Pablo anasema nini? Ukiwaambia Mtume Paulo, unajua mapenzi ya Mungu, angejibu alijua. Ninajua. Mungu anafikiri nini mbinguni? Mimi nachofikira hapa. Sihitaji kwenda mbinguni ili kujua mapenzi yake, tayari alitufahamisha. Sema, ninajua mapenzi ya Bwana. Na angalia kile anachosema katika aya ya 11 kuthibitisha hilo. Aya ya 11 kutoka hapo. Anasema, lakini nawapasha habari ndugu, injili niliyohubiri si ya kibinadamu, kwa maana sikuihifadhi wala kuijifunza kutoka kwa mtu, bali kwa ufunuo wa nani? Nani anaweza kusema hivyo? Walimfunulia vipi? Je, mnakumbuka alivyosema, najua mtu mmoja katika Kristo, sijui kama alikuwa katika mwili au nje ya mwili, aliyetembea hadi mbinguni. Hivyo ndiyo maana anasema hapa, angalieni, injili ambayo mimi, wengine ni hadithi nyingine, lakini mimi, Mtume Paulo, injili ninayohubiri, sikuihifadhi kutoka kwa mtu yeyote. Sikuwahi kwenda Yerusalemu, sikuwahi kuwa na mtu yeyote. Siku moja Yesu Kristo alinipeleka peponi na kuniambia, Pablo, wewe ndiye pekee utakaijua injili. Basi, ikiwa unajua mapenzi ya Mungu na sasa unajua injili ya Mungu, je, si hiyo sehemu ya akili ya Kristo? Sura ya 1 mstari wa 26. Siri. Hiyo ni huduma. Siri ni nini? Ni kitu kisichofichuliwa kwa akili ya mwanadamu. Je, hujasikia watu wakisema hiyo ni siri? Sikiliza anachosema Paulo. Siri ambayo imekuwa fiche tangu zamani na nini? Na vizazi, lakini sasa, miaka 2000 iliyopita. Lakini sasa, kwa sababu anazungumza wakati huo. Lakini sasa imejulikana kwa watakatifu wake.
Kwa nani Mungu alitaka kuwajulisha utajiri wa utukufu wa siri hii kati ya Wayahudi? Kati ya mataifa. Ni nini? Kristo ndani yenu, tumaini la utukufu. Basi sikiliza hili. Ikiwa unajua mapenzi ya Mungu na injili yake na sasa unajua siri zilizokuwa zimefichwa, je, hiyo si akili ya Kristo? Ndiyo maana Kristo yuko ndani yenu. Yaani Kristo yuko katika akili. Unamseveje Mungu? Kwa mwili? Kwa njia gani? Kwa akili. Hii inamaanisha kuwa akili inayokuja katika huduma inayohubiri mapenzi ya Mungu na siri imezinduliwa. Unaweza kusema kwa uhakika, nina akili ya Kristo. Tazama anachosema Warumi 16:25. Na yule anayeweza kuthibitisha kulingana na anachosema. Inamaanisha ukimsikiliza Paulo utathibitishwa. Usipomsikiliza Paulo hujathibitishwa. Wewe ni gari lisilo na bima, bila nambari, bila leseni. Wewe ni pasipoti iliyokwisha muda au dawa iliyokwisha muda. Unahitaji kuthibitishwa. Mungu alikuletea hapa kwa sababu gani? Je, ni kucheza na hisia zako na kusema, jiwekee vizuri, usifanye chochote kibaya, njoo mbele kwa sababu tutakuombea? Hiyo haina maana. Unahitaji kuthibitishwa, ni lazima ubadilishe mawazo yako. Hiki kilichopo hapa inabidi uamshwe ili uwe muumini wa mambo ya ajabu na ujue wewe ni nani. Kila mtu anahitaji kuthibitishwa. Hatuna uwezo wa kukuweka. Hatutaki kukuacha. Unajua kwamba asiye na uthibitisho ni yatima. Yeye ni yatima, mtoto wa haramu, hajui baba yake. Fikiria baba yako nani? Sijawahi kumjua. Yaani, hujui chochote? Sijui jina lake. Hivyo ndivyo mcha Mungu alivyo. Au mtu ambaye ana roho lakini hajui anapotoka wala anapokwenda. Hajui. Anajua kufanya hivi na kufanya sala chache, hajui Biblia wala siri za Mungu. Anaelea ni meli isiyo na nahodha. Anaweza kukwama popote. Hivyo ndivyo wanavyotembea watu wa thamani waliojaliwa wanaotuzunguka. Ni kama meli zisizo na nahodha. Haijalishi ni nani, hata kama ni mwerevu, hata kama ana cheo, utaona hawana mwelekeo. Sikia, ni vizuri kwamba tunaweza kuwakilisha kitu kinachotoa uthabiti, kinachotoa furaha. Wewe ni hazina katika chombo cha udongo. Dini haina uhusiano na hazina, inahusiana na chombo. Pablo anashughulikia roho yako na unajitengeneza udongo wako. Wazo ni kuimarisha roho yako na kisha unashughulikia udongo wako. Ikiwa unataka kuvaa namna fulani, hiyo ni juu yako. Hapa hakuna sheria. Katika kanisa hili hakuna sheria ya kusaini kadi kuwa mwanachama. Hiyo ni kazi ya mfumo. Nataka kuwa mwanachama wa kanisa. Basi wewe ni mwanachama. Wewe ni sehemu ya mbinguni kwa sababu kanisa ni wewe. Hivyo Paulo anasema kwamba hili lilikuwa fumbo lililofichwa. Sasa sikiliza vizuri kidogo nitakachokuambia sasa. Akili ya Kristo haikuwahi kuwepo. Kile kilichokuwepo ni agano la Musa lililotolewa kwa mwili. Hiyo haikuwa akili ya Kristo. Hayo yalikuwa amri zilizoongezwa kwa sababu ya tamaa na makosa.
Sasa akili ya Kristo, yaani jinsi Mungu anavyofikiria kuhusu siri, hiyo ilikuwa imefichwa kwa karne na vizazi. Basi Mungu hakumfunulia Petro wala mitume. Alisubiri apate mtume Paulo. Kisha kwa Paulo anampatia akili yake. Basi wakati Paulo anafariki, skrini ilizimwa. Akili ya Kristo ilizimwa tena. Mara tu Paulo anapokufa, akili ya Kristo inatolewa duniani na kuingia tofauti. Tofauti ni nadhani hivi, unadhani hivi, mwingine anafikiri hivi, wewe ni mbatizaji, wewe ni Pentekoste, wewe ni karismatiki, wewe ni Katoliki, Katoliki wa jadi, Katoliki wa karismatiki, Presbiteriani. Kwa sababu akili ya Kristo imeondoka duniani, wote wana mawazo tofauti. Kuna dini nyingi kwa sababu akili ya Kristo haipo. Haipo. Wakati akili ya Kristo inawashwa, basi wote wanazungumza jambo moja. Katika nchi za Colombia, Brazil, El Salvador, Guatemala na Puerto Rico, watu wanazungumza sawa. Miami pia wanazungumza vivyo hivyo kwa sababu ni akili ya Kristo. Fikiria akili inayozungumza mambo 20 kwa wakati mmoja. Lazima iwe akili moja tu, akili ya Kristo. Tutaangalia katika barua ya kwanza kwa Wakorintho, kitabu kinachofuata, sura ya kwanza. Hapo tulipokuwa, angalia kwa makini mstari wa 12. Na sisi hatujapokea roho ya ulimwengu, bali roho inayotoka kwa Mungu. Unaona kwamba imeandikwa roho ya ulimwengu kwa herufi ndogo. Ehe. Mbili, 12. Pole, nilisema 1:12. Vizuri, hapo kulikuwa na utofauti, ulishaona. 2:12. Na sisi hatujapokea roho ya ulimwengu, bali roho anayekuja kutoka kwa Mungu. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu gani? Ili kuruka, ili nywele zetu zisimame, ili kupata uzoefu wa ajabu, ili kuona mizimu ikiruka. Kwa nini roho ya Mungu, akili ya Kristo, ilijidhihirisha kwetu? Ili tujue kile Mungu alichotupa. Je, unajua kile Mungu amekupa? Ikiwa hujui, usiku huu hujaimarishwa. Sidhani umewasha akili ya Kristo. Unapaswa kuja hapa na kukaa kwa miezi michache wakati tunawasha akili ya Kristo, kisha tutakufanya uwe mfalme katika maisha. Hata kama uko mahali popote na mahitaji yako ya kifedha, ikiwa uko Kuba, tuma barua hapa, tunatawala katika maisha, tunaendelea vizuri. Kwa sababu akili ya Kristo haishtaki hali za serikali. Tukiwasha akili ya Kristo, maombolezo yako yatakuwa dansi. Ingawa una shida za kifedha, unasema hizi ni za muda tu, zitarekebishwa. Ikiwa ndoa yako imevunjika, unasema huyu ni mtu ambaye hakuweza kunielewa, naondoka, sitasema mabaya. Mtu mwenye akili ya Kristo hasemi mabaya. Hujui hiyo ni akili ya Kristo? Unaanza kuona mambo tofauti. Ikiwa una ugonjwa, unasema Mungu alijua, lakini ninakubali kuwa mimi ni mzima. Tulia, ongea na mwili wako, kwa sababu inajibu vizuri. Sisi hatujapata akili ya ulimwengu wala roho ya ulimwengu. Hii akili ni ya asili. Pablo anasema hapa, hatuna tena chaguo la kuwa na akili ya ulimwengu au roho. Roho inamaanisha maoni, fikra, mtazamo. Hatukupokea akili ya mtaalamu wa saikolojia. Hatukupata akili ya huyu au yule, wala ya waandishi wakuu na wa falsafa. Siwezi kuzingatia mawazo ya uongo ya vitabu. Maisha yangu sasa hayategemei mawazo ya huyu au yule, wala masomo yangu, wala kile Platoni alisema. Sasa sina aina hiyo ya roho. Nina maoni ya juu zaidi ya ulimwengu. Muumba wa ulimwengu yuko ndani yangu na ananifanya nifikirie.
Ndiyo maana unapoingia hapa unakutana na watu wanaokusalimia umebarikiwa. Na ni watu ambao hawalalamiki. Kila wakati wana tabia nzuri, asubuhi njema, usiku mwema, wanaheshimu. Yeyote unayemwona hapa akikosa heshima au anayemdhulumu au anayesema jambo lisilo la kawaida, ni kwamba akili ya Kristo haijawashwa ndani yake. Mwaka 10 umepita bila faida hapa. Hapa muda unaharibiwa pia. Mtu akimkosea heshima mwanamke anahitaji akili ya Kristo. Anapaswa kuwa na heshima. Heshima. Anampenda lakini anaheshimu. Nasema kwa sababu siwezi kuharibu hili, ndugu. Sitaki kukufanya ujisikie na hatia unapokuja hapa na kupenda mtu. Hapa kuna mambo mengi yanayotokea. Tazama, watu wanatenganishwa na kuungana hapa. Inategemea hali wanayotoka. Lakini yule aliye na akili ya Kristo imewashwa daima anajitenda vizuri hapa, ndani na nje, popote alipo. Katika uwanja wa ndege ninasafiri sana, na wakati mwingine wananiweka vibaya, na siku nyingine walinifanya nisimame. Wakati watu walikuwa wakimshutumu msichana, alikuwa na wasiwasi sana. Wakati uliponifikia, alitarajia niipige kelele pia. Nilimwambia, usijali, kuna ndege 9 zaidi, nitaondoka kwenye nyingine, si kosa lako. Alinipanga kwenye ndege ya kwanza. Wengine walikuwa wakipigana, hawakuweza kuondoka wala hawakuenda daraja la kwanza. Unapata zaidi unapokuwa na tabia nzuri, unawasiliana vizuri. Usiumize mtu yeyote, hata kama wanakudhuru, hata kama wanazungumza vibaya kukuhusu. Wakati una akili ya Kristo, wewe ni kama Kristo. Hautendea vibaya, hautamiza, unajitenga na mwingine na kufikiri, alikuwa akinifanya hivi kwa sababu hii, alijibu hivi kwa sababu hii, kwa ile. Kuna kitu kinatokea, lakini kwa nini kupiga kelele? Yule mwenye akili ya Kristo anafanya kama Kristo yuko hapa duniani. Ni akili ya Kristo. Hatuzungumzii kaseti, ni akili ya Kristo. Hatuzungumzii uzoefu wa kiroho ulio na mahali pengine. Anasema hatujapokea roho ya ulimwengu, bali roho inayotoka kwa Mungu. Unajua nini kiko kwenye mfumo? Katika mfumo huu, unajua, ukibatizwa kwa Roho Mtakatifu, nini kinatokea? Hiyo ni uzoefu wa ajabu sana. Basi unakuwa na hali ya kiroho, unasema, hiyo ni ya kushangaza sana. Ni ya ajabu unapokuwa umewekwa alama na Roho Mtakatifu. Ni kwamba unapokuwa katika uzoefu wa karismatiki ambapo unainuka angani, hiyo ni kitu cha ajabu. Angalia, nilikuwa pale, nilihudhuria mkutano huo. Na kulikuwa na hisia, kulikuwa na kitu cha ajabu kilichonifanya niwe na hisia. Lakini je, akili ya Kristo ilikuwasha? Je, ulijua siri za Mungu? Je, ulijua mapenzi ya Mungu? Ndivyo dini inavyofanya, haijathibitishwa kwa sababu wako katika mtazamo mbaya sana. Mfumo huu unatafuta miujiza na waganga. Angalia, fulani atakuja. Anaweka mikono juu yako na unaanguka. Kutafuta uzoefu wa kiroho. Hii si kuhusu hisia zako au uzoefu wa utotoni ambapo uliona vitu vinapanda ukutani. Hapa hiyo haina thamani. Hiyo ni uzoefu wako, unaweza kuendelea nao ikiwa unataka. Hiyo haitakuletea faida, bali ni muhimu kwako kujua kwanza mapenzi ya Mungu. Pili ni siri za Mungu. Tatu ni injili ya utajiri wa Kristo ambao hauwezi kueleweka. Hayo yatakusaidia sana. Hicho ndicho kinachosaidia. Ni wangapi wana nia ya Kristo hapa? Ngapi? Wapo wengi. Lakini kuna akili ngapi? Lakini je, hamsemi kwamba mnayo nia ya Kristo?
Kweli basi kuna akili 200, 300. Ni akili. Kwa hivyo Mungu anatafuta nini ili uwe na maoni moja na mtu mwingine awe na maoni mengine? Lakini ni akili. Akili haiwezi kusema ndiyo, hapana. Akili moja inazungumza sawa. Je, Bwana anaweza kukufanya uelewe kile tunachozungumzia? Je, Bwana angeweza kwenda mbali na kumchukua mtu aliye na utamaduni tofauti, ujinga, uzoefu na kumfanya afikiri sawa na wewe uliye hapa Miami? Je, inafikiwaje? Kwa nia ya Kristo. Je, hili linaweza kufikiwa kwa mtazamo wa nchi hiyo? Hapana, kwa sababu hayo ndiyo mawazo ya nchi hiyo. Ni roho ya nchi hiyo. Ni ujinga na utamaduni wa nchi hiyo. Kwa hiyo huwezi kuwa na nia ya Kristo namna hiyo, mchungaji. Na unafikiri inawezekana kwamba siku moja ulimwengu wote utafikiri sawa na wewe? Sasa hilo ni fumbo. Na unajua kuwa hii haijafikiwa hadi leo. Haijafikiwa. Haijafikiwa. Je, huoni kwamba wanaume wanafikiri tofauti? Kwa hiyo wanasema ninamtumikia Mungu kwa njia yangu mwenyewe. Hiyo haiwezi kwenda hapa katika mkataba huu. Nakumbuka nilipoenda kwenye mfumo, mchungaji niliyezoea kumtembelea alisema, ndugu, angalia, baada ya Kristo ni kitovu chako. Unafaa humu ndani, haijalishi unafikiria nini. Hapa tunaheshimu njia yako ya kufikiria. Ikiwa huamini katika hili na mimi ninaamini. Lakini hiyo ni akili ya aina gani? Na kwa kawaida si ajabu kwamba kanisa hilo lilikuwa limegawanywa yapata mara 6 au 7. Kwa sababu inafika wakati kila mtu anafikiria tofauti na siku moja mtu anasema nimechoka. Siamini kama yeye. Hapa huwezi kufikiria tofauti. Unapaswa kufikiri kama Kristo anavyofikiri. Ninasema ikiwa Kristo ndiye anayetawala huduma hii. Kwa sababu kama ni uzoefu wangu, ikiwa ni imani yangu, ikiwa ndio niliyovumbua, mapema au baadaye itagunduliwa. Lakini unawezaje kuamini kuwa sio mimi? Ikiwa ninachosema ni hapa. Sasa siku nikisema, ndugu, tazama hiyo ipo, lakini nina mambo mengine hapa. Kwa hivyo unasema mambo si sawa. Lakini sikiliza kile tunachoamini. Tunaamini kwamba nia ya Kristo ilidhihirishwa katika Mtume Paulo, naye aliandika. Ina maana kwamba hakuna mtu mwingine anayeweza kuandika. Tayari aliandika. Aliandika nini? Nyaraka 14. Kwa hivyo msingi wetu wa imani, mwongozo wetu ni kile ambacho mtu huyo, mbunifu mtaalamu, alidhihirisha na kuandika. Ndivyo ilivyo. Akili imeamilishwa katika mawaziri wake wote wenye uwezo. Angalia Waefeso sura ya 4 mstari wa 15 inavyosema. Lakini tukisema kweli kwa upendo, tunapaswa kukua hata tumfikie yeye aliye kichwa. Huyu ni nani? Nani kichwa? Na nini kichwani? Akili. Kwa hivyo tumepataje hili? Kwa maagizo ya malaika. Nina malaika wangu ambaye anazungumza nami. Angalia, usifanye hivi sasa, usifanye hivi, nenda pale, usifanye pale. Chukua kwa urahisi, tulia. Usijitetee kutoka kwa huyu au yule au huyu. Wakija usiku wa leo na kufanya fujo, wapende, tulia, waambie utazungumza nao baadaye, tulia. Lakini usiwaudhi. Hapana, hapana. Nikiwa na nia ya Kristo, sihitaji kujitetea wala kupiga kelele wala kupaza sauti yangu wala kupunguza ishara zangu. Ishara zangu lazima zitawaliwe na nia ya Kristo. Lakini huyo kaka anakusumbua. Haijalishi atanisumbua mara 10, inatakiwa wawili kupigana na yeye ni mmoja.
Usipoteze muda wako, utatendewa kwa heshima, sababu itashughulikiwa. Lakini unyanyasaji huo haupaswi kuwa ndani yako. Kwa nini kila wakati unapaswa kupigana na wengine, kazini, kila mahali, na kuwa na uso huo wazimwi? Fanya mambo kwa tabasamu, tulia, watendee wengine vizuri, wafikirie wengine. Je, hii haikuwa nia ya Kristo? Mwanamke Msamaria akaja na shida zake, akamwambia, mwanamke, nina maji, nitakufurahisha. Mungu anajua kama alimpenda yeye na wewe. Oh, jinsi nzuri! Subiri, tulia. Na kisha akaja mwenye ukoma. Akampenda kwa sababu alimwambia, mwanangu, simama, dhambi zako, akamuinua. Na kila wakati alikuwa na jibu kwa kila mtu. Kwa hiyo nia ya Kristo inapoamshwa ndani yako, watu wanakutafuta, kazini watu wanakutafuta, kila mahali watu wanakutafuta. Wakati wewe ni mtu ambaye hakuna mtu anayekutafuta, jiulize kwa nini? Kwa nini marafiki zako hawataki uwapigie simu? Kwa nini wanabadilisha nambari ya simu? Kwa nini mara kwa mara wanakudanganya na kusema, oh, nilikuwa na shughuli nyingi? Unakera kijana. Ndicho kinachotokea, kwamba huna mwenendo, hauwashindi watu. Nia ya Kristo haitumiki ndani yako kwa sababu akili inapoamilishwa. Amekuwa peke yake kwa muda mrefu. Ndiyo maana kuna kasoro hapo. Washa akili ya Kristo na uwe na upendo, unajua. Na maanisha, tunazungumza juu ya mahitaji yako yote. Nia ya Kristo ni tazama, kukufanikisha, kukutajirisha, kukuponya kwa kila kitu, ikiwa hiyo ndiyo nia ya Kristo. Je, mtu katika ulimwengu huu mwenye akili ya Kristo anawezaje kuwa akilalamika kila mara? Lazima kuwe na kitu kibaya hapo. Daima kulalamika. Na daima kulalamika. Na akiongea ni malalamiko tu, akipiga simu anaendelea kulalamika na kulalamika, kila kitu ni shida na analaumu wengine, ni yule, huko si kuwa na nia ya Kristo. Mtu anapokuwa na nia ya Kristo, nia ya Kristo inazungumza nawe. Tazama, nilikuwa na baba mlevi. Na lini? Nilianza kuelewa mambo haya na mara moja nikamwonea huruma. Iliniudhi. Halo, nilikuwa na shida kubwa na baba yangu mlevi, hebu fikiria. Wakati akili ya Kristo ilipoamilishwa, nilihisi huruma. Maskini angeweza kunipa nini ikiwa sikuwa na chochote? Na kisha sio lazima hata kumsamehe. Hilo linatatuliwa kiautomati. Na mara moja nilimpenda. Angalia, ananiita baba. Badala ya mimi kumwita baba, ananiita baba. Wakati huo aliona sura yangu ni ndefu zaidi, unajua. Kwa sababu yeye apendaye ana mamlaka juu ya wengine. Ndiyo maana Biblia inasema kwamba upendo wa Kristo ulimiminwa katika mioyo yenu. Unaweza kufanya mambo yote katika Kristo anayekutia nguvu. Unapaswa kuacha hali hiyo na kuacha kuzungumza na wengine. Zungumza na malaika wako, zungumza na agano. Acha kutafuta ushauri sana, ni hatari. Kumwambia rafiki yako mambo yako, rafiki, jambo ambalo halimpendezi Bwana. Je, hamkumbuki alivyosema Isaya, yule mtoto mdogo? Mtoto huyo mdogo alikuwa Mungu, Baba wa milele, mfalme wa amani, mshauri. Kwenda kwa mwanasaikolojia au mtaalamu wa magonjwa ya akili, kuchukua maoni ya roho ya ulimwengu huu, sio sawa. Kwa sababu una roho ya Mungu ndani yako kufikiri kama Kristo. Hey, kama kuna mwanasaikolojia hapa, nimemwondoa kazini. Ninamaanisha huwezi kufanya kazi na walio hapa. Lakini bado kuna wahasiriwa wengi huko nje ambao anaweza kuwatibu. Basi unaweza kutafuta kazi nje. Hey, unajua kwamba katika Agano la Kale walikuwa wakizungumza juu ya hili, kwamba hii ingetokea. Manabii walikuwa wakisema mapatano haya yaliyo hapa, haya yatatokea, hii ni sheria. Mpango unakuja, jitafute haraka ili umalize. Najua wakati huo upo upande wetu, lakini Waibrania 10:16. Waibrania 10:16.
Hili ndilo agano nitakalofanya nao baada ya siku zile, asema Bwana. Nitaweka sheria zangu wapi? Nitazame hapa. Huu ni moyo wako, akili. Huyu ndiye anayepiga damu. Moyo wako ni huu, akili. Nitaweka sheria zangu mioyoni mwao. Na anaongeza, nami nitaziandika katika akili zao. Anaongeza, na dhambi zao na maasi yao sitayakumbuka tena. Nabii alizungumza juu yake. Sasa Paulo analithibitisha hapa akisema, agano linakuja ambapo Mungu hatashughulika na amri 10 zilizoandikwa kwenye mbao. Mungu hatashughulika na amri za wanadamu. Mungu hatashughulika na mtu anayesema, tazama, unapaswa kufanya hiki na kile kwa sababu nilikuwa na hii na wewe na ninahisi kuwa wewe. Ngoja kidogo, tazama, nina sheria moyoni mwangu. Sihitaji msaada wako. Namaanisha ikiwa mtu huyo amekosea, kwa sababu kuna watu wanapenda kuendesha. Usiruhusu marafiki zako wakudanganye tena. Kuwa makini na huyo. Watu ambao daima wanakisia. Ikiwa mkataba wa ajabu ulikuja, wangeandika nini? Makini, siwezi kukudanganya. Kwa sababu yale niliyoandika hapa ndiyo yale uliyoandika hapo. Zaidi ya hayo, lazima ujue ikiwa ninazungumza nawe kwa ukweli. Inabidi uwe mtaalamu wa kusema, huyu mtu ananiambia ukweli. Kwa nini nijaribu kujiridhisha ikiwa najua kuwa nina ushuhuda moyoni mwangu kuwa huu ndio ukweli? Ikiwa upo hapa unanitia shaka na unaendelea kunitia shaka, ni kwa sababu wewe ni mkaidi sana. Kitu kibaya kinakutokea na ndiyo maana huelewi. Unawezaje kutoelewa kitu rahisi sana hata watoto wa shule ya Jumapili wanakielewa? Hii ni rahisi kuelewa. Imeandikwa katika lugha yako yenye misingi ya kibiblia. Ni sawa kwa watu kunitilia shaka huko, wale ambao hawajawahi kukutana nami, hawakuwahi kunisikia. Acha ubaguzi ufike mbele yangu. Kuwa mwangalifu. Angalia, hii ndiyo. Na kwamba mapepo yapo naye, na ukishikamana naye, pepo atakushikilia, atakula. Wanawaambia mambo 1000 ya kukasirisha. Lakini si wewe. Unanisikia, unaona mambo ya msingi rahisi. Ukiogopa huduma hii ni kwa sababu una roho ya woga juu yako. Ulidhurika katika nchi yako, wazazi wako walikuumiza akili. Zaidi ya hayo, akili yako imeharibika. Una nafasi hata ya ukweli wa Mungu. Wewe ni vimelea usiyeweza kuelewa neno la Bwana, rahisi na zuri kama lilivyo, linakufanyia wema. Lazima unateseka sana. Hii ni rahisi. Je, uliona? Ilinikasirisha. Namaanisha kuiga nia ya Kristo. Unajua, Kristo alimpenda mwanamke Msamaria, lakini kwa Nikodemo alisema, enenda zako, lazima uzaliwe mara ya pili. Warumi 1:5. Na ndivyo hivyo. Na ambaye kwa yeye tunapokea neema kwa ajili ya utii kwa imani katika mataifa yote. Ambaye kupitia kwake tunapokea neema. Je, neema inafanya kazi bila utume? Kanisa ambalo halina mtume ni nini? Mbalimbali. Kwa sisi tunaopokea neema na utume, kwa kusudi gani? Kwa kutii nini? Hiyo. Na imani ni nini? Nia ya Kristo. Imani ni wewe kuamini kile ambacho akili ya Kristo inakuambia kuamini. Sio imani potofu. Sio mojawapo ya imani hizo unazotumia kusema, nimekuwa na imani yenye nguvu sana tangu nilipokuwa mdogo. Ni kubwa sana kwamba haikuruhusu kuelewa imani ya kweli ni nini. Nimekuwa mtu mashuhuri tangu nilipokuwa mdogo. Mama yangu kila wakati aliniambia kuwa nilikuwa wa pekee sana. Imani yangu ni kubwa sana. Kubwa kuliko Kristo, sivyo? Imani siyo hisia. Imani ni kitu kilichoandikwa. Kanuni ya imani unaifuata kulingana na kile kilichofunuliwa. Lazima ufe kwa maoni yako binafsi. Huwezi kuendelea na mazungumzo hayo kuhusu bibi na babu yangu. Achana na hao watu hawakukufundisha kitu.
Ni mimi tangu nikiwa mdogo au nikiwa mdogo. Ni kwamba mimi, ni kwamba hii, ni kwamba mimi daima kujisikia. Kufa kwa mambo yako yote hayo ya kibinafsi. Lazima ufe kwa uzoefu huo wote wa kibinafsi wa nchi yako, serikali yako, utamaduni wako, majina yako ya ukoo, jinsi yalivyo muhimu. Wacha hilo. Tetea nchi yako kwenye mkutano wa kisiasa, lakini hapa acha nchi yako kwa sababu uraia wako hauko kwenye ardhi. Uraia wako unatoka mbinguni. Nimalizie kwa kusema hivi. Nia ya Kristo ilidhihirishwa katika mtu mmoja aitwaye Paulo. Paulo alikufa na nia ya Kristo ikatoweka duniani. Lakini Paulo akasema, baada ya kuondoka kwangu anakuja mwingine. Sasa hiyo nyingine haitaandika. Anaenda kueleza. Hataandika chochote kipya. Na nasema haimaanishi kwamba hatuwezi kuandika kitabu kutokana na kile kilichoandikwa. Maelezo ya jinsi ya kuinua jengo hilo. Hilo linawezekana na tunalifanya. Kwa wakati wake. Kwa wakati wa Bwana. Lakini kulikuwa na mtu ambaye Mungu alimpa mawazo yake na kusema andika. Hata akamweka jela. Alifungwa ili apate muda wa kumwamuru. Andika na uweke msingi. Lakini sio kwako, Pablo. Utaelezea hili. Imekuwaje Bwana, baada ya kazi yote ambayo nimepitia? Hapana, hii sio kwako. Hii imetolewa kwako na kisha inatoweka kutoka kwako. Timotheo hataweza kufanya hivyo, wala Paulo. Hakuna mtu. Hii itakaa hapa baada ya wewe kuondoka. Hakutakuwa na furaha zaidi. Akili yangu inaenda kukoma. Kinachokuja ni watu ambao hawatasamehe, kundi ambapo mmoja anasema hivi na mwingine anasema hivi. Unachokiona leo kinakuja. Dini. Kifo katika sufuria. Mchanganyiko wa kidini wa karne nyingi. Inabidi utoke hapo. Ukitaka akili yako iwashwe. La, mchungaji, ni kwamba tu ninaenda kwenye kanisa huko ambako mchungaji ni bora zaidi. Huwa mwangalifu kwa sababu asipowekwa chini ya neema atajidhuru mwenyewe na wewe. Uko hatarini. Kisha akasema mwingine anakuja. Mwingine anakuja. Yeye huyo mwingine atakapojidhihirisha mwenyewe ataleta utii wa imani kwa mataifa yote. Atayafanikisha kwa sababu siyo yeye, ni malaika wangu nyuma yake wakibeba neno kila mahali. Tutasimama. Namwambia mtu aliye karibu nawe, nina nia ya Kristo. Najua siri, mapenzi.